Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, ndugu zangu watazamaji. Tarehe ya leo ni tarehe ya ufunguzi wa tamasha, tarehe 14 mwezi wa 6 2025, na moja katika tukio ni ugeni wa ofisi ya BAKWATA mkoa wa Singida ambao tayari wanafika katika eneo hili la Chungu Islamic Center, kata ya Ihanja, wilaya ya Ikungi, mkoa wa Singida, kwa ajili ya kushiriki hafla au shughuli zima ya ufunguzi au uzinduaji wa tamasha la kitaifa. Na viongozi hawa wanawasili hapa, na baada wanapokelewa na viongozi wa wilaya na viongozi wa kitaifa na viongozi wa mkoa, tayari kuingia msikitini. Na hapa msikitini kutakuwa na utambulisho na mambo ya maelezo kidogo, taarifa, na kisha baada ya hapa inshallah shughuli zima ya ufunguzi wa tamasha utafanyika. Tukifanya kazi tutalipwa na nani? Tukifanya kazi tutalipwa na Allah. Tukichimba misingi tutalipwa na nani? Tukichimba misingi tutalipwa na Allah. Tukichimba misingi tutalipwa na nani? Tukichimba misingi tutalipwa na Allah. Tuking'oa visiki tutalipwa na nani? Tuking'oa visiki tutalipwa na Allah. Karibu naibu amiri taifa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ya kuungana na kujumuika nasi katika siku hii ya ufunguzi wa tamasha letu la kitaifa katika eneo hili la Chungu. Kwa hiyo nimkaribishe katibu wa mkoa kwa ajili ya kutoa ufafanuzi pamoja na namna ya protokol za kimazungumzo kwa wageni ambao watakuwa wamehudhuria hapa. Lakini kabla ya katibu kuja, ndugu wageni wetu hawa ni Waislamu wa kiume na wa kike kutoka mikoa mbalimbali ya Tanzania bara pamoja na visiwani. Wametoka safari wengine kuanzia majuzi kulingana na umbali wa maeneo ya nchi. Wako waliotoka Pemba, Unguja, Kigoma, huko Arusha, mikoa yote ya Tanzania bara na visiwani. Wamekuja kwa nauli zao kushiriki katika tamasha la ujenzi wa kituo pamoja na miradi ya uchumi ya Waislamu katika mkoa huu wa Singida kwa eneo letu hili la Chungu. Kwa hiyo wamefarijika na kufurahi kuungana nanyi katika siku hii ya ufunguzi wa tamasha. Hivyo nimkaribishe katibu wa mkoa kaka Omar Muna. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mheshimiwa amiri wetu wa taifa, naibu amiri taifa, shehe wangu, viongozi wetu, tumeona nasi kama mkoa wetu wa Singida kupitia Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania tuje tuungane nanyi katika harakati hizi za kuendeleza Uislamu katika nchi yetu na dunia kwa ujumla. Kwa sababu yale ambayo tunakwenda kuyafanya ni kutengeneza mazingira bora na rafiki ya kuwa na malezi bora ya ndugu zetu, ya familia zetu kwa ajili ya Uislamu wetu. Kwa sababu tunaamini mwanadamu bila kulelewa vizuri anaweza kaenda kinyume na matakwa ya Mwenyezi Mungu. Lakini akilelewa katika misingi mizuri, basi anakuwa ni mcha Mungu mzuri na mtekelezaji mzuri wa amri za Mwenyezi Mungu. Kwa tunaamini kwa kituo hichi ambacho kinakuja kujengwa katika mkoa wetu wa Singida, tunaamini ni manufaa ya taasisi zote za Kiislamu pamoja na jamii nyingine. Na sisi wana Singida ndio wenye manufaa makubwa zaidi, kwa sababu ndiko ambapo kituo kipo. Kwa hiyo naamini na nitoe wito kwa Waislamu wa mkoa wa Singida kujitokeza kwa wingi na kuunga mkono. Ikiwezekana siku kituo hichi kimefunguliwa, basi sisi ndio tuwe wa kwanza kuleta vijana wetu kwa ajili ya kituo ambacho kitakuwa na malezi bora na yanayofaa kwa jamii na kwa mwanadamu na kwa Uislamu wetu. Ndugu zangu, najua tunaelekea kazini na nataka tuende kazini, nisiwe na maneno mengi, lakini mimi nimeambatana na viongozi mbalimbali.
na katibu wa wilaya mwenyeji yuko hapo, tunaweza kumwona, anaitwa Yusuf Hamisi Satu. Huyo ni katibu wa BAKWATA wilaya hii ya Ikungi ambapo ndiko kituo kipo. Kwa hiyo karibu, wala watoe salamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kwa jina mimi ni Yusuf Hamisi Satu, katibu wa BAKWATA wilaya ya Ikungi. Inshallah tuko pamoja. Karibuni sana kwa watu ambao Waislamu waliotoka maeneo mbalimbali. Ikungi pametulia, Ikungi pana amani, Ikungi tuna letu moja, la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah wal afwa minkum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Lakini pia tunaye katibu wa wilaya ya Iraq, waziri mwenye fedha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa barakatuh. Kwa majina naitwa Hussein Ramadhani Magembe. Kama ambavyo katibu wangu wa mkoa amenitambulisha kwenu, ni katibu wa BAKWATA wilaya ya Iramba. Kama ambavyo mukadima umesema katika taarifa zenu, kamati ya kuendeleza Uislamu Tanzania. Kwa hiyo tumekuja kujumuika nanyi kuja kuendeleza Uislamu katika nchi yetu ya Tanzania na wilaya yetu ya Ikungi na mkoa wa Singida kwa ujumla. Inshallah na Mwenyezi Mungu atuwafikishe tuweze kuyafikisha haya ambayo tumekusudia. Amin. Amin. Asante sana. Lakini pia naye katibu wa Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Kwa jina naitwa Ahmed Rashid Kisuda, ni katibu wa BAKWATA wilaya ya Singida vijijini. Leo tupo, kesho hatupo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam. Lakini naye katibu mkongwe kuliko wote, inawezekana hata na mimi nimeandikwa nyuma yake, katibu wa wilaya Singida mjini. Huyu BAKWATA inawezekana na Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Asante. Anaitwa Hamisi Abdurahmani Dafi. Huyu ni katibu wa wilaya zote nizali kwenda na Uislamu wetu. Karibu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa barakatuh. Mimi naitwa Sheikh Idi Mkia Mtatu, katibu wa Jamaati Ansar Sunna mkoa wa Singida. Lakini katibu, mimi ningekuja na viongozi wangu jasuta wa mkoa na wameniwahi kidogo, lakini kesho wanaweza wakaja. Ndugu zangu, mimi ni katibu kata wa kwenu wa mwaka 90 hapa Ihanja. Nani ananikumbuka? Ananikumbuka mimi kwa katibu kata wa serikali hapa Chungu. Unaona sio hapo? Ndugu zangu katika imani, mimi kwa niaba ya amiri wangu ambaye yuko Dar es Salaam na naibu amiri wangu wa mkoa wa Singida, tunaungana na taasisi hii ya IBC na taasisi zote za Kiislamu kusimamia Uislamu. Naomba tusimame imara katika kusimamia Uislamu kwa namna yoyote ambayo ipo. Nimewahi kuishi Arusha, wa Arusha nadhani wanaweza kunani, tumejenga misikiti aina mbalimbali, lakini vile vile hapa ndio nyumbani. Ninachoomba tusimame imara kuhakikisha kwamba Uislamu unaenda mbali. Taasisi zote ya BAKWATA nini tunashirikiana pamoja kuhakikisha kwamba Uislamu unakwenda mbele. Kwa hiyo kwa haya machache tutakiane kila laheri na tuko pamoja katika kusimamia Uislamu katika mkoa wetu wa Singida. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mheshimiwa amiri wetu wa taifa, kombora yapo. Wanake nadhani tumeshirikiana kwa namna zote na Mwenyezi Mungu bado tuko pamoja. Lengo ni kutekeleza Uislamu wetu na kusimamia Uislamu wetu. Kwa nafasi hii Sheikh wetu wa mkoa wa Singida amebahatika kwenda hija na yuko Maka kwa ajili ya kutekeleza ibada ya hija. Kwa hiyo kwenye mkoa ametuachia Sheikh Suleiman Hanje ambaye ndio kaimu Sheikh wa mkoa wa Singida. Naomba nimlete kwenu na yeye aje kusema neno na kutia baraka na aweze kufanya jambo hili la dakika chache. Na yeye ni Sheikh mzoefu kidogo, ametembea maeneo mengi na wamepishana tu na Sheikh. Sheikh alipokuwa anaenda hija na yeye alikuwa anatoka umra. Kwa hiyo yeye kwenda Maka kila chanzo wewe. Karibu Sheikh wangu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah
wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa mawala wa ba'd. Ndugu zangu Waislamu, nikiwatizama ninawaona mko peponi. Huku porini wakati tunakuja, namwambia katibu wangu ni wapi tunaenda. Sikudhani kabisa nitakuta watu wa namna hii. Sikudhani kabisa kama nitakuta kuna majengo ya hivi. Mungu sote atufufue peponi. Amen. Mheshimiwa Amiri Taifa Sheikh Muhammad Kasim, Naibu Amiri Sheikh Suleiman, wajina wangu, viongozi wote, amiri wa mkoa huu, nachukua fursa hii ya kwamba nami niwe miongoni mwa nyie watakayeshika bendera ya la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Mungu atukubalie amali zetu. Kwa niaba ya shekhe wetu wa mkoa, Sheikh Isa bin Sheikh Nasr, akiwa katika viwanja vitukufu vya Maka, na wameondoka kutoka Maka kuelekea Madina katika mji mtukufu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa niaba yake na kwa niaba ya katibu na makatibu tuliokuja nao wa wilaya zote, na kwa niaba yenu na kwa niaba yangu mimi, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, hal adullukum ala tijara, nisikufahamisheni biashara, tunjikum min adhabin alim, biashara hiyo itakayekuokoeni na adhabu yenye kutiwa machungu. Tu'minuna billah, kwanza muaminini Mwenyezi Mungu. Sisi tumemwamini Mungu, hatujamwamini wa rasuli, na mtume wake. Mtume alifanya kazi hii. Msikiti wa Madina pale, ndiye mtume mwenyewe aling'oa visiki vya mitende na kuanzishwa kujengwa msikiti wa Madina. Pia akasema watujahiduna fi sabilillah, na kufanya juhudi katika dini ya Mwenyezi Mungu, bi amwalikum wa anfusikum, kwa mali zenu na nafsi zenu. Dhalikum, hilo nyie kwenu, khairul lakum, ni bora kwenu. Allahu akbar, takbir. Islamu mzuri bwana. Nilikuja sina kitu, narudi na kitu, na ninyi mmekuja hamna kitu, mtarudi na vitu. Piganieni dini ya Mwenyezi Mungu kwa mali zenu na nafsi zenu, hilo ni bora kwenu ikiwa mnajua. Na kuambieni na kuhakikishieni mko katika jambo zuri, jambo ambalo mtu saa anakufa atamwambia Mwenyezi Mungu niakhirishe. Ni kuakhirishe ukafanyaje? Fa asaddaq wa akum minas salihin, nikatoe sadaka ya nguvu, sadaka ya mali, sadaka ya elimu. Mtu atasema akhirishwe kufa ili arudi akafanyaje? Akafanye sadaka. Nyinyi, wakati nimeingia hapa nikamwambia katibu, mimi umenileta hivi, mimi singajua
Mnaenda kukaa kwenye viti vya kuzunguka namna hivi. Asubuhi naondoka nyumbani, naambia nitengenezeni ile kanzu yangu ile. Kumbe nakuja kazini, naomba ile kofia moja nivae na mimi hapa. Naomba kofia moja ile, nimeipenda sana kama ya amiri. Kama ya amiri. Hii ngoja tuipe likizo kidogo. Mashaallah. Takbir. Wanyaturu wanasema Wanyaturu wanasema na hoyana mbati na hoya. Sasa kumbe nilikuwa nakuja kazini, lakini tuko pamoja kwa niaba ya shekhe wa kina mama. Nyinyi ndio mlie uleta Uislamu. Mama Khadija radhiallahu ta'ala anha ndio mama ambaye alijitolea mbele. Nabiullahi Nuhu alayhi salam, yeye ameishi miaka mingi lakini hakukubalika katika jamii yake, watu 82-83. Lakini Nabiullahi Muhammad sallallahu alayhi wasallam amekaa muda mchache lakini amepata umma mkubwa. Kwa sababu gani? Alikubaliwa na mama huyu mmoja, Mama Khadija radhiallahu ta'ala anha. Mama huyu alikuwa na mali, alitoa mali kwa ajili ya dini. Mpaka al-Imam al-Busiri anasema wa Khadijatuna al-kubra allati badhalat amwalaha li rasulillahi yantasir. Mama huyu alitoa mali yake kwa ajili ya dini ya Mwenyezi Mungu. Wakina mama, nyinyi ni watu wa pepo. Mungu akupeni mwisho uliokuwa mwema. Muwe watiifu kwa Mwenyezi Mungu na kwa mtume na kwa waume zenu. Mtapata kheri kubwa mkituunga mkono kama hivi. Sisi wanaume kazi inakuwa nyepesi. Eneo ambalo hawapo wanawake, eneo hilo haliwezi kwenda mbele. Muda wa kuwa wanawake wapo, basi mambo yanafanyaje? Yanaenda. Sisi nikupe kisa kimoja. Tulikuwa tukifanya safari, tumepanda kwenye hii gari ndogo hizi, sio Noah, Costa. Tumepanda wanaume kama watu 20. Ile gari inachukua watu 40. Wakati tuko safarini, tukifika njiani, wanaume tunashuka, kila mmoja anashuka na jinunulia maji, anakuja, safari inaendelea. Wakati wa kurudi, tukarudi na wanawake kama na wao 20. Sasa cha ajabu nilichokiona, yule ambaye alikuwa akiteremka peke yake ananunua maji peke yake, leo ananunua katoni nzima na pipi, anakuja na gao kwa wanawake na nani. Safari imekuwa nyepesi nzito. Ukaja mwiguve na jamu hiyo bogori mpaka wakina mama waje ndio mtununulie. Kwa hiyo akina mama ni watu muhimu sana kuwepo katika majambo yetu. Ndugu zangu, wallahi nimefurahika. Kwa niaba ya shekhe na katibu alinong'oneza akaniambia kwa niaba ya shekhe kuna shilingi 100,000 inunue vile viazi, basi watu watakula kama ni kesho. Takbir! Uislamu utasimama au utasimama? Kuja katibu mwangu yuko wapi? Yupo. Unilete siku nyingine, ijapo kwamba na amiri mmeniambia muda mrefu kwamba nije. Leo ndio ilikuwa ni siku yake, sasa nimekuja. Inshallah nitakuja tena. Tutaungana pamoja na kazi hii iendelee kuwa pamoja. Niwaombeeni kheri wakati mnafanya shughuli hizi, msiache kuwa mnasema la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Basi itunufaishe inshallah. Baada ya hapo naomba nikabidhi, basi kazi yangu imemalizika na kofia nairudisha. Hiyo baki nayo. Hii baki nayo. Hiyo baki nayo. Takbir. Katibu, naomba basi uwakabidhi hiyo shilingi
zitakazobaki ni za kwangu. Lakini shekhe amenipa zawadi. Kaenda wapi yule shekhe? Mwenyezi Mungu amjaze kheri. Na wewe katibu. Hapana, amiri, hii ya amiri. Hiyo imeshaisha huko. Hii ya amiri taifa. Alafu naibu amiri taifa. Jazakallahu khair. Alafu ami huyu pembeni. Sheikh Muhammad Kawanga. Katibu, wewe mtagawana na katibu yule. Hizi zilizobaki tutakunywa chai njiani. Niwashukuruni sana, niwatakieni shughuli njema. Lakini kama kuna safari la kubeba, naomba hata safari moja nibebe nipeleke mahala. Kama kuna kisiki pia, naomba kwa niaba ya shehe nichinde kisiki hata kimoja. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. اللهم اجعل مجتمعنا هذا مجتمع مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا يجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم شقيا ولا محروما. اللهم كما جمعنا في هذه المكان أن يجمعنا في جنات تجري من تحتها الأنهار مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم ارحم والدينا ومشائخنا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا. صلى الله عليه وسلم. Naam, video inayofuata hapa itaonyesha mpangilio na mgawanyo wa majukumu kuelekea kwenye shughuli za tamasha. Na hapa amiri wa kamati ya kuendeleza Uislamu Tanzania atasimamia jukumu hili sambamba na viongozi wengine. Usikose video inayofuata insha Allah.